Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Ninaitwa Benedict Nzuki, ninatokea Salanga, Dar es Salaam. Niko hapa mbele yako kukukaribisha katika ibada ya mkesha wa kuvuka mwaka 2025 kwenda 2026 itakayofanyika katika kanisa la Makimbilio HM. Ni mkesha utakaoambatana na maombi, maombezi, neno la kinabii, bila kusahau ushirika wa meza ya Bwana. Nitasoma andiko kutoka katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura 24 mstari wa 30, nayo inasema, ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitwaa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Mstari wa 31, yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Neno la Mungu linasema alipokuwa ameketi nao chakulani, alitwaa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Hawa watu mwanzo walikuwa hawajakutana na Yesu, lakini baada ya kukutana nao na kufanya nao ibada hii ya chakula cha jioni, ilikuwa ni ibada ya meza ya Bwana, ambao alikuwa amekaa nao, alikuwa anakula nao. Baada ya kuchukua ule mkate, baada ya kuubariki, alipowapa, ndipo ambapo kuna vitu vilivyokuwa vimefungwa kwenye macho yao, walivyokuwa hawawezi kuvitambua. Ndipo macho yao yalipofumbuliwa, nao wakapata kutambua. Kwa hiyo kuna watu ambao shida zao zimefungwa. Utakaposhiriki meza hii ya Bwana, utakaposhiriki mkesha huu, vitu vyako vitafunguliwa. Wewe mwenye magonjwa, wewe mwenye shida mbalimbali, uliyefungwa, uliye mbali, uliye jirani, unakaribishwa ili uje ukutane na muujiza wako, uje umuone Mungu akifungua, uje umuone Mungu akihudumia, uje umuone Mungu akibariki, uje umuone Mungu akiganga, uje umuone Mungu akiponya macho, akifungua mioyo iliyokuwa imefungwa, mioyo iliyokuwa gizani, mioyo iliyokuwa haina direction, wala wale ambao walikuwa hawajui wapi watapita, wapi njia zao zimefungwa, njia zao za uchumi, njia zao za afya, njia zao za elimu, walikuwa wamefungwa wasiweze kuona njia zao. Macho yao yatafunguliwa siku hiyo. Karibu wewe mgeni katika mkesha huo, ili uje uhudumiwa na Bwana.